Nakumbuka tulianza tukiwa na wachezaji 7, tukiwa tunatumia uwanja wa Kaololo, nadhani mnafahamu. Lakini mpaka sasa hivi tuko na idadi ya wachezaji 90. Kwa hiyo unaona ni achievement kubwa kuanzia tulipotokea na mpaka sasa hivi tulipo. Hiyo inatuonyesha ni namna gani tunavyofanya kazi, lakini inatuonyesha ni namna gani tunavyopata ushirikiano kutoka kwenu wazazi. Lakini sio hivyo tu, ushirikiano wa jamii na serikali. Kwa kuyaongea haya, naamini nyote ni mashahidi. Na nyote mmekuwa mkitupa support. Endapo kama tungekuwa sio watu wema, hata na nyinyi wenyewe msingekuwa hapa katika tukio hili la leo. Bila kupoteza muda, ningependa kuongea machache na kutoa shukrani kwenu wazazi. Maana mmekuwa kipaumbele katika malezi ya watoto, lakini sio kuishia hapo tu, bali kutupa hata sisi ushirikiano pale tunapowahitaji. Leo hii mnaona watoto wetu wanapendeza, mnaona watoto wetu wananawili, ni kwa ajili ya michezo. Bila kuwaweka katika michezo, naamini wangekuwa kwenye magenge sasa hivi muda huu, ama muda pale wanapotoka shuleni wangekuwa kwenye michezo hatarishi, hata na kushawishika kuingia katika makundi ya kihalifu. Lakini kuwa katika mpira ama kuwa katika michezo kumeweza kuwafanikisha hata kuweza kusoma, maana pale unapotumia sports pia unachangamsha mwili na ubongo kwa ajili ya kuweza kujinufaisha katika masomo yako. Hivyo basi, taarifa tulionayo ya mafanikio ni kwamba timu yetu ya Title Sports Academy tokea tumeanza ufundishaji tumekuwa tukibase pande zote mbili, katika upande wa michezo, lakini hivyo hivyo katika upande wa elimu. Mpaka sasa kwa muda wa miaka 3 tuna wachezaji 6 ambao wapo katika nyanja za vyuo vikuu waweza kupitia hapa, lakini tuna wachezaji 10 ambao tayari wameshaajiriwa na wengine watakuwepo hapa, tawaona, ambao tayari wanafanya katika ngazi za kata. Kwa hiyo ni achievement ambayo tumeweza kuifanya. Lakini ukiachana na hilo swala, upande mwingine ni kwamba vijana wetu wameweza kufanya vyema katika kuendeleza michezo ndani ya mkoa wa Kagera. Tumeweza kushinda mashindano tofauti, lakini tumeweza kuwa washindi watatu katika mashindano ya RPC yaliyokuwa pale Kashai. Lakini tumeweza kushiriki katika mashindano ya Bukoba Sports Cup under 18 na vijana wetu wameweza kuparticipate vizuri. Lakini tukiachana na hayo, vijana wetu hawa wameweza kufanikiwa. Mwaka huu mwezi wa 7 tumefanikiwa kupeleka vijana 2 nchini Denmark na Sweden kwa ajili ya kushiriki michuano ya kidunia, ambapo wazazi wao naona bado hawajafika, lakini naamini wanafika muda sio mrefu. Wameweza kwenda na kufanikisha kuja na kombe la Dana Cup kutoka nchini Denmark. Hiyo inatuonyesha kwamba tunajaribu kufundisha ama tunafundisha vyema, na vijana wetu kutoka mkoa wa Kagera wanaweza kwenda kuparticipate kwenye mashindano ya kitaifa na kimataifa. Lakini hatujaishia hapo, tumeweza kuzalisha vijana wengi ambao wamepita mikononi mwetu, ambao wengine sasa hivi wanacheza ligi kuu, wengine ligi za vijana, lakini wengine wako nchi za nje kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao na kuweza kurudi na kusaidia jamii na kusaidia familia zao kiujumla. Hizo ni achievement ambazo tumeweza kuzifanya kama Taino kwa kipindi cha miaka 3 tokea tumeanzisha timu yetu. Lakini changamoto, tumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo changamoto hizo pia zimeweza kufifisha utekelezaji wetu. Tumekuwa tukipitia
changamoto, maybe mzazi hajui nini maana ya michezo, hawezi kumsapoti mtoto hata kiatu. Tunampata mchezaji ni mzuri lakini hana nyenzo, na tunaamini kabisa kwamba nyenzo ndio inayomfanya mchezaji aweze kucheza vizuri. Yaani sawasawa darasani, mwanafunzi anaenda bila kalamu, mwanafunzi anaenda bila daftari, unategemea anaenda kufanya nini? Ataandika notes? Atasoma? Ndivyo ilivyo hata huko kwenye michezo. Tusikubali tu watoto wetu kwamba okay, nenda ukacheze tu kwa burudani. Sasa hivi sports ni pesa. Ni pesa. Unaweza ukainvest miaka yako 5, lakini kwenye hiyo miaka 5 au 3 mtoto kweli akawa focus, akapata hela kupitia michezo. Na dunia sasa hivi inataka skills. Na skills watoto wenu wanazo. Na kitu ambacho naomba kuongezea hapo ni kwamba tunakuwa na mechi, tunakuwa na mazoezi, ila wazazi kuna uhaba mdogo wa wazazi kuhudhuria katika mechi, kuhudhuria katika mazoezi kwa ajili ya kuangalia, je, huyu mtoto niliyemtuma huko akacheze, anacheza kweli? Sijui tumeelewa? Yaani wewe usimtume tunaenda kacheze. No. Fika uangalie kama unavyoangalia Taleza alivyosoma darasani. Upite na pale uwanjani uangalie mwanangu yuko pale. Au hayupo. Lakini wewe ukishasikia kaenda ni basi. Yage. Akirudi ni basi. Umuulize hata jamani, kiatu kina changamoto gani? Ama yeye akikwambia kiatu unasema hatujanunua mboga, wewe unaleta kiatu. Naamini ni changamoto, lakini tujaribu kusaidiana kuona vijana wetu wanasonga mbele. Samahani, nimesema kwenye kuangalia mpira wanapocheza. Sasa kama mimi napojeka pale uwanjani, nikimwonaga mimi kijana wangu anacheza, akishanipigia jicho anawafelisha wenzake. Kwa hiyo mimi ndo maana siendagi. Na hiyo ni changamoto. Mimi shaka na waulizaka na wenzao, shaka waulizaka. Yaani anakuwa vizuri tu, lakini akinipimia ataniona. Basi. Anavurugika kisaikolojia. Nahisi hilo mmeweza kulisikia. Lakini mimi nahisi tuzidi tu kuwepo. Kwa sababu uzuri amesikia, ameelewa. Na naamini kwamba tunapopeana ushirikiano, haya mambo yote yataenda sawa. Si ndio? Yeah. Agenda nyingine, swala la kufanya mazoezi. Watoto wetu wamekuwa wakifanya mazoezi katika mazingira magumu. Na viwanja hatarishi. Naweza nikaviita kama viwanja hatarishi. Tuna viwanja ambavyo watu ama jamii haioni umuhimu wa kuwa na viwanja vya michezo. Unakuwa unafundisha watu wanapita katikati ya uwanja, unafundisha mtu anapita na pikipiki katikati ya uwanja. Mtoto mdogo wa miaka 15, 12, 15 anapokuwa mchezoni anakuwa busy, damu inachemka. Sasa wewe unatoka kule na pikipiki. Umeona? Unatoka kule na pikipiki. Mtoto anakuja kugeuka nyuma, anakutana na pikipiki. Ni ajali. Lakini ajali imepatikana wapi? Katikati ya uwanja. Unajiuliza pikipiki ilikuwa inaenda wapi? Lakini kila tukijaribu kutoa mafunzo, kuelewesha, watu hawaelewi. Hivyo basi tukachagua kutafuta uwanja ambao ni mzuri na uwanja ambao hauna kashikashi kama hizo. Tukawa tumepata uwanja wa Iyungu sekondari. Kupitia ushirikiano wa shule na jamii kwa ujumla tukaweza kupata uwanja wa Iyungu sekondari ambao ni uwanja mzuri ambao tutakuwa tunautumia katika mechi na mazoezi. Hivyo basi tunaomba mtupe ushirikiano katika kufanikisha swala la kuendeleza vijana wetu.